lazima tutii Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunatamani siku ya Jumapili tuweze kumshukuru Mungu kwa neema yake ambayo imetusaidia kwa siku hizi zote 8, na tunatamani kumwambia Bwana asante, lakini pia tutaleta sadaka mbele za Bwana. Tutamshukuru Mungu kwa maombi, lakini pia kwa sadaka. Kwa hiyo niombe wazee wa kanisa tupatieni bahasha. Wakati praise wanatuongoza kumwabudu Bwana, tutakuwa tunapokea bahasha. Zitarudi siku ya Jumapili jioni. Siku ya Jumapili jioni tutarudisha sadaka zetu za shukrani kwa Bwana. Na sadaka ni kitu chochote. Unaweza ukaleta mpunga, ukaleta mahindi, ukaleta kuku, ukaleta ndizi, ukaleta mihogo. Kwa hiyo usiangalie kitu kimoja cha pesa. Kuna vitu Bwana ametubariki, kwa hiyo lazima tuvilete madhabahuni kwa Bwana. Wazee wa kanisa wapo? Karibu tumwabudu Bwana. Naomba watu wachache tuchukue bahasha hizi hapa tugawanye kwa watu.
jina lako. Imekupendeza tena Bwana kuwepo kwenye madhabahu yako katika siku ya leo. Katika mambo yote Mungu, tunakupa utukufu na sifa na heshima. Dhihirisha tena uweza wa nguvu zako Bwana katika neno lako. Dhihirisha tena nguvu zako na ufunuo ule ambao umekusudia kuruhusu ili tupokee kwenye siku ya leo. Baba, tunaielekeza imani yetu kwenye madhabahu yako. Mungu, tutende kile ambacho Bwana umekusudia tukipokee. Tupo tayari kukipokea katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ametuneemesha. Kwa kweli ni safari kidogo toka tumeanza mpaka hapa, ni safari kidogo. Jana tulipata neema maombi ya kumuuliza Bwana juu ya maono ambayo amewekeza kwenye familia, na ninaamini ya maombi endelevu hayajaishia hapa. Ni kama tu tumeanza rasmi maombi, na ukiangalia toka tumeanza siku ya kwanza ni ufunuo unaokupa uombeje. Haleluya! Vile ambavyo tunatafakari Mungu aliviwekeza, lakini shida ilikuwa ni kujua kwamba vipo. Hata mama na mamake na Yakobo hakujua kuna nini tumboni. Lakini Biblia inasema alipomuuliza Bwana akamwambia kuna mataifa mawili yako. Kwa hiyo kuna vitu vikubwa Bwana ametuwekezea, lakini tatizo ni kujua kwamba vipo. Haleluya! Ukijua kwamba vipo itakusaidia namna ya kuvifuatilia, lakini vinakupa kujua kama kuna vita. Je, vita ipo kwa ajili ya nini? Ili ukabiliane na ushinde, hatimaye utoke na ushinde na maono ya Mungu yapate kutimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunasogea kwenye kipindi cha leo moja kwa moja, ili tupate nafasi kidogo. Tamani leo tupate muda angalau wa kuomba kwa sehemu. Leo tunakwenda na ujumbe leo nasema kuombea bajeti ya maono ya Mungu ndani ya familia. Kuombea bajeti ya maono ya Mungu ndani ya familia. Kuombea bajeti ya maono ya Mungu ndani ya familia. Kuombea bajeti ya maono ya Mungu ndani ya familia. Andika hivyo hivyo, itakusaidia namna ya kulisukuma. Kuombea bajeti ya maono ya Mungu ndani ya familia. Angalia kitabu kile cha Mathayo 2:11-12. Tulipita kwenye hii familia na tuliona vitu vichache hapa kupitia familia ile ya Yusufu na Mariamu. Mungu aliwekeza maono makubwa sana ambayo yalibeba ukombozi wa ulimwengu, yamebeba wokovu wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu kile cha Mathayo 2:11 na mstari ule wa 12, Biblia inasema wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhabihu, uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anapowekeza maono eneo, ndani ya yale maono anawekeza na baraka, au anawekeza kila kitu ambacho kinahitajika maono yatimie kwenye upande wa fedha, au kama si fedha, kila kifaa kinachohitajika ndani ya maono. Mungu anapowekeza maono, anaweka na kila kitu kinachofanya maono yatimie. Sasa tumeona kwenye familia tofauti tofauti. Tuangalia kwenye familia Mariamu tena, maana ndiko tulipoanzia. Sasa neno limekuja kwamba Mariamu atapata mtoto na atamwita Yesu. Wengine akasema Emmanuel. Sasa mtoto tu baada tu ya kuzaliwa, bajeti ya maisha ya mtoto imekuja papo papo, lakini ule utukufu uliokuwa ndani ya mtoto umeanza kuonekana angali ni mchanga, hata mwezi bado. Biblia inasema wakaja wakamsujudia, kisha walipofungua hazina zao wakatoa tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Sasa ukisikia manemane, ni mafuta ya thamani sana, ambayo kwa majira haya yakisema yauzwe ni mamilioni ya pesa. Lakini ukisikia tunu, ni vitu vya thamani sana. Ukisikia dhahabu, ni madini pia ya thamani. Hatujaambiwa kiwango gani cha dhahabu na tunu, hatukuambiwa mizani au jazo au vilikuwa na ukubwa kiwango gani. Lakini tunachojua walifungua hazina zao. Sasa ukisikia hazina, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, kitu kizito chenye mashiko. Sasa vilivyoletwa, wale Mungu aliwaagiza walete bajeti ya kulea maono yake. Kwa hiyo vilivyokuja, havikuja kwa chini tu wale wanywe washibe, lakini ilikuwa ni bajeti ya Mungu kuhakikisha maono yaliyowekezwa kwenye familia yanatimia. Lakini kwa sababu na wao wapo ndani, asema akamwona Mariamu na Yusufu walikuwepo. Sasa mtoto ana siku moja au mbili au tatu au nne, anapewaje tunu na manemane na dhahabu na uvumba? Kwa kilichokuja, mtoto wakati ule hawezi kula, mtoto wakati ule ananyonya, hawezi kuvaa dhahabu. Na kwenye maisha ya Yesu hatujaona ya kwamba alivaa dhahabu. Kwa vilivyokuja ni bajeti ya Mungu kuhakikisha maono yake yanatimizwa ndani ya ile familia. Ule uvumba waliuza kwa thamani kubwa mno. Zile tunu waliuza kwa thamani kubwa sana. Kwa chochote ambacho kilitakiwa kwenye maono kililetwa asubuhi kabisa ya maono ndani ya ile familia. Sasa kama na wewe hili somo limekupa kujua ya kwamba Mungu ana maono kawekeza kwenye familia yangu. Unajua Mungu akisema amewekeza maono, ana bajeti ya kwake anaiweka kutimiza maono. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu hapo anasema, shabu nipe na hiyo karatasi moja hapo Flora. Nipe moja. Kuna kitu hapo na nilisemesha kinarudi mara ya pili, mara ya tatu nipate kuwa mtii. Sababu kuna tunu nyingine zipo, lakini uwezo wa kuziona inakuwa ni ngumu kidogo. Kakae kwanza nitakuita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Mungu amenipa ufunuo wa kuandaa maono. Sasa hii formula inahusika kwenye maono yote. Kama una maono, Mungu amewekeza maono ya kuwa mfanyabiashara, lazima utahitaji kusikiza Mungu kwenye hiyo biashara, lakini itafungwa kiagano, alafu kule kuna hatima. Kwa hiyo unapoombea maono yako kwenye biashara, lazima utaomba kusikiza Bwana kwenye hiyo biashara, utaombea agano la Mungu nawe kwenye hiyo biashara, lakini utaombea hatima kwamba yale maono yafikia mwisho, yasifie njiani. Lakini hapa chini kuna masuala ya huduma. Sasa kama Mungu amekupa kuwa amewekeza maono ya biashara ya kuwa na kampuni, ujue ndani ya kampuni utasapoti ufalme wake. Kwa hiyo huduma unapoombea ni kile ambacho utakifanya kwa Mungu ndani ya ile kampuni. Lakini wote umeitwa ni mchungaji, umeitwa ni mtumishi, lazima kuna huduma. Lakini hapa kuna kipengele cha pili kinasema maombi. Maombi unayoomba, utaomba sawa na maono uliokupa Mungu. Ukiombea huduma, utaombea sawa na maono ya Mungu ndani ya hiyo huduma. Lakini cha tatu hapo kuna uchumi. Kila maono ili yatimie kuna nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo lazima unapoombea maono utaombea uchumi sawa na maono. Lakini hapa kuna vita. Mahali popote kwenye maono kuna vita kiwango cha mauti. Kwa hiyo ili maono yafike, lazima utaombea vita. Walete baraka kwa Yusufu ni kibali cha mtoto kwao. Haleluya. Lakini kuna imani. Maono yanakupa imani binafsi kutembea kwenye haya maono. Kwa lazima hapa sana Pedro nimekuambia imani sitirike. Lakini kuna njia. Maono kwa sababu ni kitu binafsi cha mtu. Kuna njia kwa lugha nyingine ni kanuni. Unaendaje na Mungu maono yatimie? Lazima uombe njia. Biblia inasema hapa, alijulisha Musa njia zake zilizokuwa na makao. Musa alijulisha njia ya maono kutimia, lakini hapo kuna maisha. Kadiri ya maono yanakupa maisha. Maono ya Mungu alipoweka kwa Yusufu na Mariamu, maisha ya kwao yalisukumwa baada ya kuleta tunu, dhahabu, maniwane na nini na uvumba. Kwa hiyo maisha yako yawe inategemea maono ya Mungu yakoje ndani yako, lakini mwisho utenda kazi. Kwenye maono, unapokuwa mbeba maono, lazima Mungu anakupa watu sahihi wa kutembea na maono yaweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeamua kanisemesha, hawajajua kuna nini hapo. Hapa kuna tunu. Hii ni kama nikasema jana, ukiichukua iwekee lamination ili iwe ikae vizuri. Kwa hiyo tulijifunza kwenye vitabu kuna kwa sehemu, lakini hapa nimeweka mpereko mzuri kwa ufunuo aliponipa Mungu ili watu waombee maono. Kwa hapo ukiangalia kuna agenda 12 za kuombea maono yoyote. Kama Mungu amewekeza maono kwako, akishakujulisha maono yoyote, hii ni formula rahisi. Itakupa agenda 12 ya kuzisukuma na utafika kwa jina la Yesu. Amen. Sasa tunarudi hapo kwa Mariamu. Mariamu ameletewa budget ya kumlea mtoto. Kwa hiyo Mungu akiwekeza kitu kikubwa kwa mwanao, hawe kitu lazima atakupa na nini cha kumsaidia afike. Kwa mfano, Mungu anakuambia kwenye viuno vyako au kwenye tumbo lako au hao waliotoka, nimekupa waziri mkuu ajaye wa Tanzania, nimekupa profesa, nimekupa daktari bingwa, au nimekupa mbunge, au nimekupa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ili huyo mtoto maono yatimie, kuna aina ya maisha nataka umpe ili yatimie. Sawa sawa. Jana kama Samsoni, baba yake akasema, Manoa akasema, malaika, hebu tuambie huyo mtoto atakuwa namna gani
na kazi yake itakuwa ni kazi gani. Kwa hiyo Mungu akishasema kazi ya maono yake na kazi ya huyo mtoto, lazima atakupa budget ya kumwandaa ili afike anapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Ngoja twende tuangalie kitu kingine hapo. Itusaidie. Natamani twende kwa ufupi tupate nafasi nzuri ya kuomba. Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Biblia inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupe nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupe nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake. Sasa kwa kadri ya maono utapewa kiwango cha pesa ili maono yatimie. Kipimo cha pesa si kile unachokitaka wewe, bali kipimo cha utajiri kimefungwa kwenye maono. Ndio maana kila mtu anapoombea maono yake, kuna kiwango cha pesa kinahitajika kwenye maono, sio yeye. Akina Mariamu waliletewa vitu vya thamani sana kutokana na kazi ya mtoto waliopewa ili maono yafike, kwa sababu kwenye ile fedha aliyopewa, kwenye ile dhahabu, iliandaa pia safari ya kwenda uhamishoni Misri ugenini. Kwa walipoondoka, walikuwa zile baraka walizopewa na mamajusi, walipata nauli ya kwenda Misri, walipata nyumba kupangisha Misri kwa muda wote, walipata maisha. Ile baba alikuwa ni fundi kapenta, lakini ile heka ya maono alipozaliwa hata randa alizisahau. Kwa nini? Akawa mkimbizi. Kwa hiyo ile miradi yake ghafla ikasimama. Hebu fikiri sasa, wewe fundi kapenta unakimbia usiku, sasa unaambiwa sasa kuna mauti inakuja, toroka. Unatoroka usiku kwa haraka, unaacha nyumba, unaacha kila kitu. Kwa Mungu alishajua kiwango cha vita, akaandaa kila kitu kwa ajili yao. Kwa Mungu anapowekeza maono, hawekezi tu maono, anaweka na kiwango cha utajiri ambacho kitasaidia maono yatimie. Kwa hiyo hata kama hutaki utajiri, maono yatadai huo utajiri. Kuna mtu kanielewa kidogo hapa? Sasa sisi tunaomba Mungu, nipe pesa nikutumikie, lakini hiyo pesa utaitumiaje kama huna maono? Na utajua ni kiwango gani cha pesa kama huna maono? Sasa mimi Mungu ameniita, aliponiita akaniambia nimewekeza haya maono ndani yako. Kwa haya maono niliyokupa yanahitaji muziki, maono niliyokupa yanahitaji kamera na vifaa vya kuwa live. Kwa yale maono yanidai. Kwa hiyo mimi sina shida ya vinanda, sina shida si ya mabusta. Maono yanadai hivyo vitu, kwa sababu maono yanadai. Mungu akaleta vitu ili leo tunafanya huduma kitu, tunasikilizana vizuri. Tungekuwa na kaspika kamoja hapo, tungesikilizana. Kwa hiyo na wewe ni vivyo hivyo. Yaani kuna vitu umewekezewa ambavyo vinasubiri ujue maono yako na vitu vije. Kwa hiyo vitu hata kama huvitaki, maono yakidai vitakuja. Kwa sababu hata kina Mariamu hawakuomba maneno, hawakuomba uvumba, hawakuomba udi, hawakuomba nini, dhahabu, hawakuomba zile tunu, ila maono. Na hawa jamaa walikuwa wanakaa mashariki, si Wayahudi, wametoka mbali, wasoma nyota, wakaletwa, akaambiwa nendeni mahali pelekeni. Kwa naposema
anakupa nguvu za kupata utajiri. Wale jamaa walipata utajiri ili maono yawe hai au yatimie. Haleluya. Kwa ukiwa una maono, unapoombea maono, unaombea kila kitu ndani ya maono, ikiwapo na uchumi. Anatupa nguvu za kupata utajiri ili maono yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee tena hapo, tuangalie kitu kingine, halafu tutaenda kuomba. Andika kweli, Mungu anapowekeza maono yake ndani ya familia, hugharamia kila kitu ili maono yake yatimie. Mungu anapowekeza maono yake ndani ya familia, hugharamia kila kitu ili maono yake yatimie. Mungu anapowekeza maono yake ndani ya familia, hugharamia kila kitu ili maono yake yatimie. Mungu anapowekeza maono yake ndani ya familia, hugharamia kila kitu ili maono yake yatimie. Tusogee sasa tena kitabu cha Kutoka 2:1 hadi 10. Kutoka 2:1 hadi 10. Kama hujamalizia, Mungu anapowekeza maono yake ndani ya familia, hugharamia kila kitu ili maono yake yatimie. Kutoka 2:1-10. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka, akawa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lana, akamchia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mojawapo watoto wa Waebrania. Basi umbo lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti Farao akamwambia, haya, nenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakulipa, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanaye. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Pointi yangu iko hapa. Ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Sema, ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapowekeza maono ndani ya familia, kama ni mwanao, Mungu amewekeza maono kwake, yule mtoto ghafla hawe wako tena, anakuwa ni raia wa mbinguni kwenye hiyo familia. Kwa hiyo wewe unalipwa kumtunza, unalipwa kumweka tumboni, unalipwa kumzaa, unalipwa kumnyonyesha, unalipwa kumsomesha. Yaani si tu kwamba mtoto kuna bajeti ya kumhudumia, na wewe ufalme unakulipa, kwa sababu yule mtoto sio wako tena. Mungu akiwekeza maono kwa mwanao, mtoto sio wako, ni wa mbinguni, umepewa, umuandae afike. Ndio maana Biblia inasema alipomaliza kazi akampeleka kwa binti Farao, akawa mwanaye.
alafu na jina akamwita Musa na alimtoa majini. Haleluya. Haleluya. Sijui nitumie lugha gani nielewe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukijua hii siri na tukawa serious sana kwenye maombi, Shetani akinwa vita kubwa zaidi ya kupiga maono, anatuandalia fursa iliyo bora zaidi ya maono kutimia. Naona hamjanielewa. Kwa kadiri ambavyo inakuja vita ngumu zaidi kwenye kutembea haya maono kwenye familia, ndivyo kadiri Mungu anatumisha misuli zaidi, ndivyo Mungu anapata nafasi kubwa ya kufanya kilicho kikubwa zaidi kwako kuliko kungekuwa hakuna vita. Haleluya. Nilienda kwenye huduma fulani mwaka fulani, tulinyanyasika sana kwa vyombo. Wale watu walikodisha vyombo walilipa zaidi ya $400,000 miaka hiyo. Zaidi ya laki ngapi? Ya $400,000. Sasa nikamtaa kadogo, ilikuwa si inaitwa Mkuyuni huko njia kwenda Matongo. Kila kitu kiliniuguza. Sasa watu, kwa hiyo bajeti yote imeisha kwenye nini? Kwenye vyombo na kuvisafirisha. Kwa hiyo hawana kitu. Hata si nilienda na vijana na watumishi, ilibidi tuliondoka, hata naona ni ya kurudi tu ni kupambana. Bila imeisha kwenye nini? Kwenye bondoza alikuwepo na alikasika kidogo. Kwa nini yamekuwa haya mambo magumu? Sasa niko basi nenda kwenye vyombo yote. Ni karibu miaka 5 tulikuwa watumishi wengi, lakini hela likamuliwa yote, ilibidi wapambane tena angalau tupate nini. Na nikaambia Bwana Yesu, nigeugua sana, nipoomba Mungu akaniambia mzaa, kwa jambo hili nitakupa vyombo haraka zaidi yaani nitakupa vyombo kabla ya wakati wangu. Kwa nini? Yaani ile jambo lilinifanya ninyanyasika, nikaugua. Sasa ile changamoto nikanipa vyombo haraka kabla ya wakati. Kuna wewe, wakati kuna vita ngumu, nikasema jana, kama Mungu amekupa kuzaa mtoto ambaye ana madini ya kiwango cha juu, yaani kumleta duniani utapiga tiktak na sarakasi zote na hajaja, ujue kuna mtoto ambaye si wa kawaida anakuja dunia. Tumeona jana kwa Manoa, walikuwa tasa, hakuna mtoto na wasema aliyekuwa tasa, lakini Mungu kwenye familia aliwekeza kumpata Samson ambaye ni mwamuzi wa Israeli. Leo tungesema ni rais wa Tanzania, lakini walikuwa tasa. Tumeona siku ya kwanza kwa nani yule? Kwa Rebeka, alikuwa tasa, lakini wakati anaonekana tasa, ulimwengu wa roho sio tasa, ni mama wa mataifa mangapi na kabila mbili. Kwa hiyo kwa kadiri unapopita kwenye vita ngumu sana, ujue umebeba cha thamani sana. Haleluya. Kwa kweli kama ni Mungu asingenisemesha sana juu ya maono leo nipa, ningeshapaki gari miaka mingi sana. Leo nisingekuwa hapa nahubiri. Kwa nini? Nilishachoka sana kwa sababu ya ugumu wa njia. Kwa kuwa alinisemesha kesho, alinionyesha kwamba mzama, nimekupa mataifa nyuma yako. Kwa hiyo ukifia hapo, kuna watu nyuma wamekufa. Kwa hiyo akaniambia kaza buti. Kuna siku nililia, machozi yakaisha, hapo nikalia tena. Yakaenda toka sasa machozi ya nini? Ya chumvi. Ndio kuna machozi yanatoka, hapo nataka nabaki chumvi. Alafu najua atanisaidia, hapo akaja. Kaka Mungu akaniangalia, alafu akaniambia ninakuamini. Akaishia hapo. Aliniambiaje? Ninakuamini. Nasema ndio utanisaidia. Kwa hiyo sikaambia
mnaona kutoka hapo haipo, ila ninakuamini. Akasema naamini kwa vipi? Sasa nateseka hivi. Akaniambia nimekuamini kwamba utafika unapotakiwa ufike. Kwa hiyo usikate tamaa, usikubali kufanya kwa. Kanitia nguvu basi, ambaye nitakupa nguvu ya kuendelea. Kwa gharama kutembea na maono si kazi nyepesi. Mungu inawezekana hivyo unapopita kwenye vita ngumu kwenye familia. Kuna mbegu imefichwa hamjaiona, ninawagaragaza hivyo. Lakini mkijua kama kuna mbegu ya thamani imewekezwa kwenye familia, hiyo vita mtaangalia hatima. Tamani kasema hapa lazima uombe hatima ya familia kwenye maono ya Mungu. Kwa nini? Si kitu chepesi. Kuna kulipa gharama. Tumeona kwa Yusufu, alihama akawa mkimbizi. Ninachofanya mkimbizi sio na mke wake, maono ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunataka tuombe. Mwambie Mungu tunakuletea budget. Na kwa sababu hujamia Mungu naleta, naiombea hiyo budget yako. Ila akishafunua yale maono, utajua natakiwa pesa kiwango gani. Haleluya. Nimeanza maombi mwaka jana ya bajeti mpya ya Mungu kwenye maono yangu. Ile bajeti nilipoipeleka kaambiwa hapana, hiyo haitoshi. Kanda nyingine kaambiwa haitoshi. Nikanda ya 3 kaambiwa ombea hiyo. Na ndani kuna nini? Kaambiwa kuna hiki, kuna hiki na kuna hiki. Kuna poleta pesa sio yako. Ikija ya hiki chukua, ikija ya hiki chukua, ikija. Kwa hiyo na bajeti kwa Mungu naendelea kuyatamia. Na ikipendeza Bwana, kuna wakati tutakuja mwingine, tutakuja kwa sura nyingine mpya na kwa neema nyingine mpya. Bwana asifiwe. Tusimame. Kazini ile pale sima mbwa siku umeme umekwaje? Kazini pale kwenye taa. Bwana asifiwe. Karibuni tuone tumwabudu Mungu. Tunakwenda mbele za Bwana. Tumwabudu Mungu aliye hai. Kwamba kama hata hujui kwa kina mwambie Mungu, nipe nguvu za kupata utajiri ili maono yako kwenye familia yangu yatimie. Sasa Mungu anajua ni kipimo gani amekupimia cha maono kitaruhusu kiwango cha utajiri. Anasema anakupa nguvu za kupata utajiri ili alifanya agano kwa imara. Kwa lile agano Mungu anajua, Mungu anaona ni namna gani wakati tutatoa sadaka au tayari tutatoa sadaka. Naomba vijana mje usogeze nani hapa. Tutakwenda tutasogea wote mbele kwa ajili ya maombi. Leo ni maombi ya kung'ang'ana. Kuna mtu aling'ang'ana akasema sikuachi mpaka umenibariki. Aling'ang'ana kweli. Haleluya. Tumwabudu Mungu. Utakuja na sadaka, utatoa sadaka yako, utatoa sadaka, tutakaa huko mbele. Tunakwenda kumng'ang'ania Mungu atupe nguvu za kupata utajiri ili maono yako yenye familia zetu yatimie. Atakupimia kiwango cha maono. Ana maono makubwa kwenye familia yako, na kwenye haya maono pia ameandaa kila kitu kwa ajili ya familia yako. Kwa usiogope, Mungu husika na bajeti ya maono kutimia kwenye familia. Tumwabudu Mungu. Ooh.
Na Mungu wako. Mimi sihusiki, na mimi ninamtaka Mungu kwenye familia yangu. Nimegundua kuna vitu vikubwa na mhitaji Mungu avifunue kwangu. Nimegundua watoto wangu kuna haki zao za msingi hawajazipata, lakini kupitia somo hili ninaenda nami kwa Mungu wangu. Sema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, naleta madhabahu yangu mbele zako, Bwana. Madhabahu ya moyo wangu naihudhurisha leo mbele ya madhabahu ya mwana kondoo yenye damu ya Yesu. Mungu uliye hai, kuna vitu vimeficha machoni pangu, ndani ya familia yangu. Kumbe ndani ya maono yako kuna utajiri, kuna nguvu ya kupata utajiri. Umeiweka katika ulimwengu wa roho, na hiyo nguvu inasubiri nipate kujua kwamba ipo, ili ninapoomba hiyo nguvu ingie kazini, ili kutimiza yale maono yako ndani ya familia yangu. Mungu uliye hai, maana umesema mtoto anapokuwa mdogo yu bwana wa vitu vyote, lakini vinawekwa kwenye mikono ya mawakili. Hata wakati aliyoamuru Baba, neno lako limesema haya kwenye Wagalatia 4:1 na mstari wa 7, unasema kwa kuwa ninyi ni wana, ni warithi sawasawa na ahadi. Mungu uliye hai, leo tumepata siri ndani ya ufalme wako. Kuna utajiri umeufunga kwenye mbingu zangu, mbingu za familia, mbingu za watoto wangu. Kama mwanao Yesu, mbingu zake zilikuja na tunu, dhahabu, manemane na uvumba. Kadhalika Musa, mbingu zake zilikuja
na mshahara wa kumlelea kule ikulu ya Misri. Mungu uliye hai, nami leo ninatambua kwenye mbingu zangu na mbingu za familia kuna nguvu ya utajiri imefungwa hapo, ili subiri leo nipate kujua. Mungu uliye hai, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya familia yangu. Ikiwa Bwana kuna uovu wote unaozuilia nguvu ya kupata utajiri kwenye familia, Baba, naomba toba, naomba rehema. Ninasimamisha damu ya Yesu kwenye malango ya familia, ninapeleka damu ya Yesu. Ikiwa kuna uovu, ikiwa kuna machukizo, ikiwa kuna udhalimu, ikiwa kuna roho ya utasa imesimama kwenye malango yetu, ili Bwana hizo baraka zisitokee. Roho ya utasa ninakung'oa kwenye malango ya familia kwa damu ya Yesu. Roho ya utasa, roho ya mapooza uliosimamishwa kwenye lango la baraka, kwenye lango la uchumi, kama vile Isaka aliomba ukaondoka kwenye tumbo la mke wake, nami leo naomba kwenye tumbo la uchumi, roho ya utasa, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Roho ya utasa kwenye mbingu za familia, toka kwa damu ya Yesu. Roho ya utasa uliosimama hapo ili kuachilia roho ya ukiwa, roho ya maskini, roho ya ufukara. Ewe tumbo la baraka, leo naachilia uhai kwa damu ya Yesu. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai, vita ya maono yako kwenye familia imeruhusu roho ya utasa, kama kwa Manoa, kama kwa Rebeka, kama kwa Elizabeti. Ikiwa Bwana maono yako hayakuzuiliwa na roho ya utasa, nasi leo kwa jina la Yesu tumejua ya kwamba kwenye maono kuna roho ya utasa inaachiliwa ili kuzuilia haya maono kuzaliwa. Leo kwa jina la Yesu tunaing'oa roho ya utasa kwenye tumbo la baraka, kwenye tumbo la uchumi, kwenye tumbo la utajiri. Roho ya utasa ninakung'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho ya utasa ninakung'oa kwenye tumbo la baraka za familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai, natangaza leo mbingu za familia, sikia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Mbingu za familia, sikia neno la Bwana kwa jina la Yesu. Leo na kufungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakufungua kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili ile mvua ya neema iliyofungwa katika mbingu, hiyo mvua ya neema leo naifungulia kwa jina la Yesu. Hiyo mvua ya neema ikachuke kwenye malango ya familia, ili Bwana ule mshahara wa kumlea Musa leo naupokea kwa jina la Yesu. Zile tunu na dhahabu na manemane na uvumba leo kwa jina la Yesu navipokea, ili yale maono ndani ya familia yatimie kwa jina la Yesu. Leo napokea nguvu ya kuupata utajiri, ili maono yatimie kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai,
naleta budget ya maono ulioweka kwenye familia. Hiyo budget naileta kwenye madhabahu ya mwana kondoo kwenye damu ya Yesu. Ninaleta hiyo budget ya familia ili maono yako yapate kutimia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kusukuma maombi, anza kusukuma maombi, anza kusukuma maombi. Biblia inasema ila mwenye njaa na kiu ya haki hatashibisha, ila mwenye njaa na kiu ya haki hatashibisha. Hii ni saa yako, hii ni saa yako kusukuma maombi ya kuomba. Leo ni siku ya kuomba. Haijalishi umewekea mazuio ya kiwango gani. Mungu akiangalia maono yake hata nyamaza. Anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Anapoangalia maono yake, leo sasa haitasimama roho maskini, haitasimama roho ya mauti, haitasimama roho fukara, haitasimama. Mbingu zako zikifunguka, baraka zinashuka kama mvua, zinashuka kama mvua ya vuli, zinashuka kama mvua ya vuli kwa jina la Yesu. Unayefuatilia Facebook, unayefuatilia YouTube, hii ni saa ya kuomba, hii ni saa ya kuomba. Jimimine kwa Bwana, jimimine kwa Bwana. Biblia inasema Hana aliumimina moyo wake kwa Bwana, nawe mimina moyo wako kwa Bwana, usinyamaze. Mbingu zimefunguka, mbingu zimefunguka. Iko nguvu ya kupata utajiri imeachiliwa kwenye mbingu zako. Unapoomba hizo mbingu zinapasuka. Biblia inasema Bwana Yesu alipokuwa akiomba pale Yordani, mbingu zilipasuka. Alipokuwa akiomba, mbingu zikamfunukia, mbingu zikampasukia, mbingu zilipasuka, mbingu zilimfunukia, mbingu zilifunguka. Nawe leo unaposukuma maombi, mbingu zako zinafunguka, zinafunguka. Hizo baraka zipo kwenye mbingu zako. Haziko wapi? Zipo kwenye juu ya kichwa chako, zipo kwenye juu ya mbingu zako. Unapoomba mbingu zinafunguka, unaposukuma maombi mbingu zinafunguka. Baba, kwa jina la Yesu ninasogea kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba ile nguvu ya kupata utajiri, ile nguvu ya kupata utajiri ukaifunue, ile nguvu ya kupata utajiri iliyosiliwa kwenye mbingu zangu. Nazifungua mbingu kwa damu ya Yesu, nazifungua mbingu zangu, ninazifungua mbingu zilizo juu ya kichwa changu, ninazifungua hizo mbingu kwa jina la Yesu, ili Bwana zile baraka ambazo zimezuiliwa katika mbingu, zile dhahabu na tunu, uvumba na manemane. Bwana, ule mshahara ulimpa ile mwanamke akulele Musa, nami ninajua huko mshahara amenipa nikulele watoto. Bwana, umenipa watoto wapokea agano. Ulisema Bwana, una vitu umevisema, nami nimejua iko baraka ambayo umeifunga kwenye familia yangu. Nami leo hiyo baraka naita hiyo baraka naita. Bwana, kwa jina la Yesu, walitokea majusi na umesema utatikisa mbingu na nchi na nchi kavu, utatikisa mbingu, utatikisa nchi kavu, utatikisa mbingu na nchi kavu, utatikisa bahari, utatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja na kujaza nyumba ya utukufu katika jina la Yesu. Baba, katika damu ya Yesu ninasogea mbele zako Bwana, juu ya tumbo langu la baraka ambalo limeachiliwa roho ya mapuuza. Kila ninachokiona Mungu kimeharibika, kila ninachokiona Mungu siwezi kukichika kwa sababu iko roho ya mapuuza. Sogea mbele za Bwana, omba toba juu ya roho ya mapuuza ambayo iko kwenye tumbo lako la baraka. Kuna vitu unaweza ukaviona na ukaona naenda kuvishika, lakini baada ya muda mchache vinayeyuka mbele yako. Unaweza ukawa umeanzisha mifugo au umeachilia biashara au umelima shamba, unaona kabisa ndani ya miezi 6 kuna kitu naenda kupokea. Unaona baada ya mwaka mmoja kuna kitu naenda kukiona, una kitu unakiona, lakini baada ya muda kuna changamoto inatokea hapo mbele. Sogea mbele za Bwana, omba toba juu ya roho ya mapuuza, maana yuko hapo, kazi yake kuachilia mapuuza, kazi yake kufisha, kazi yake kuzoofisha,
kazi yake kuharibu, kazi yake kuangamiza. Sogea kwa toba mbele za Bwana. Hebu naomba achia viti, pita huko mbele. Achia kiti, pita huko mbele. Naona kiti kinakuzuia kuomba. Kuna kitu hatujamaanisha bado. Kuna kitu hatujamaanisha bado. Mbingu zinatamani kuona tunamaanisha mbele za Bwana. Sukuma ukiwa na hasira ili uwe maskini ukuachie. Sukuma maombi ukiwa na hasira ili hayo maisha ambayo yaishi ya kuachie. Sogea mbele za Bwana, omba ukiwa na maanisha. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wale wenye nguvu. Hatuwezi kuteka baraka kwa njia ya kawaida. Hatuwezi kuteka baraka kwa njia ya uzoefu. Tunajifunza kwa Yakobo. Alimng'ang'ania malaika akasema, ewe malaika, sitakuacha hata umenibariki. Hakikisha maombi unayoomba unang'ang'ana mbele za Bwana kupitia ujumbe ule jioni ya leo. Mwambie Bwana, huu ujumbe ni kwa ajili yangu. Mwambie Bwana, huu ujumbe umeniona mimi. Mwambie Bwana, umeona haki zangu ambazo zimepigwa kwenye madhabahu za ukoo. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Ukisikia kuomba, omba. Ukisikia kupiga magoti, piga magoti tu. Ukisikia kupeleka damu Yesu, peleka tu damu Yesu. Ukisikia kumwambia Bwana, nirehemu kwa sababu ya madhabahu za kwetu. Nirehemu juu ya maagano ya kwetu. Nirehemu juu ya historia ya kwetu. Maana kwetu tuna historia kumiliki makampuni. Kwetu hatuna historia ya kuanzisha shule za kwetu binafsi. Historia ya kwetu haionyeshi kama kuna viongozi. Nenda mbele za Bwana kama una uhakika kwenye familia uliotokea hakuna mtu anayemiliki pesa milioni kuanzia 500 au milioni 100 au milioni 1000. Nenda kwa Bwana kwa toba. Mbinguni wanaona una kiwanda. Mbinguni wanaona una kampuni. Mbinguni wanaona wewe ni bilionea. Mwambie Bwana tu akurehemu. Mwambie Bwana kurehemu. Ninaamini mbingu zimefunguka. Zinasubiri maombi yako tu. Mbingu zimeshafunguka. Zinasubiri tamko lako tu. Mbingu zimeshafunguka. Zinasubiri ziamuru baraka zije kwako. Baba, katika jina la Yesu, ninaposogea mbele zako jioni ya leo, ni kweli ziko haki zangu zimekamatwa. Ni kweli ziko baraka zangu zimezuiliwa. Mungu aliyezuia ni adui yangu na mtesi wangu. Lakini tumejifunza kwa habari ya yule mfalme alipogundua mtoto Yesu amezaliwa. Aliwatuma wale mamajusi, wakapeleka tunu, wakapeleka na dhahabu. Kumbe hata adui zangu wanaweza kunibariki. Kumbe hata adui zangu wanaweza wakawa sababu ya hatima yangu kutimia. Tumejifunza yule mfalme alipokuwa sababu ya hatima ya Yesu kwenda kutunzwa katika nchi ya ugeni. Maana walienda na zawadi, walienda na tunu, walienda na manemane kwa sababu ya kumtunza mtoto Yesu. Mungu uliye hai, ninaomba damu ya Yesu ipite juu ya maeneo ambayo maadui zangu, Mungu, wameshikilia hatima yangu. Maadui zangu wameshikilia baraka zangu. Ile mizimu imeshikilia hatima yangu. Wale wakuu kwenye ulimwengu wa roho wameshikilia haki yangu. Yule baba wa ukoo ameshikilia haki yangu. Yule bibi wa ukoo ameshikilia hatima yangu. Ameshikilia hatima ya uchumi wangu. Ameshikilia hatima ya kampuni yangu. Ameshikilia hatima ya nafasi yangu. Ameshikilia hatima ya baraka zangu. Ameshikilia hatima ya watoto wangu. Ameshikilia hatima ya kesho yangu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaichukua hiyo damu Yesu kwa imani. Ninaipeleka hiyo damu Yesu kwa imani juu ya wote walioshikilia hatima yangu. Inawezekana ni wazee wa ukoo walipoenda kufanya matambiko kwenye makaburi, wakasema tunaleta na watoto wetu, wakasema tunaleta na wajukuu zetu, wakasema tunaleta na vitukuu vyetu, wakaachilia na sadaka kwenye hizo madhabahu, wakaachilia na sadaka kwenye hizo madhabahu. Inawezekana ni sadaka za pombe, inawezekana ni sadaka za maziwa, inawezekana ni sadaka za pesa, inawezekana ni sadaka za damu za wanyama. Leo nasogea na sadaka ya damu ya Yesu. Leo nasogea na sadaka ya damu ya Yesu. Leo nasogea na sadaka ya damu ya Yesu. Ewe madhabahu uliyepokea sadaka yoyote, leo ninakuachilia sadaka ya damu ya Yesu. Ewe madhabahu uliyetamkiwa maneno yoyote juu ya nafsi yangu na juu ya maisha yangu, wewe madhabahu uliyetamkiwa maneno na wazee wa ukoo na sadaka zilizotolewa juu ya hatima ya ndoa yangu, ewe madhabahu uliyetolewa sadaka na kutamkiwa maneno kwa ajili yangu, kwa ajili ya hatima ya mzaliwa wangu wa kwanza, juu ya hatima ya mzaliwa wangu wa pili, juu ya hatima ya uzao wangu na uzao wa tumbo langu, juu ya hatima ya uzao wa viuno vyangu, leo nasogea na damu ya Yesu. Leo nasogea na damu ya Yesu. Kila kilichoshikilia hatima yangu
kiamuru kiachilie sasa. Kile kilichochikilia hatima yangu na kiamuru kiachilie sasa. Ikiwa ni ardhi ya ukoo, naamuru iachilie hatima yangu sasa. Ikiwa ni mbingu za ukoo, ninaamuru ziachilie hatima yangu sasa. Naamuru ziachilie kampuni yangu sasa. Naamuru ziachilie biashara yangu sasa. Hebu tamka neno la kinabii juu ya hatima yako. Tamka neno la kinabii kwenye hatima yako. Tamka tamko la kinabii. Wewe ni mtumishi wa Bwana. Tamka tamko la kinabii. Wewe ni kuhani wa Bwana. Tamka tamko la kinabii juu ya biashara unayotamani kuanza. Tamka tamko la kinabii juu ya mashamba unayotamani kulima. Tamka matamko ya kinabii juu ya shule unayotamani kujengwa. Tamka matamko ya kinabii juu ya utumishi ambao Bwana amekusomesha. Tamka hayo matamko kwa imani. Tamka hayo matamko kwa imani. Tamka hayo matamko kwa imani. Kama unatamani kuwafadhili wajane, kama unatamani kuwafadhili yatima, kama unatamani kuwasaidia watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, matamko la kinabii kwenye mbingu, matamko la kinabii kwenye nchi. Sema mimi ni mtumishi wa Bwana kuanzia leo nitakuwa ninatunza wajane. Sema mimi ni mtumishi wa Bwana kuanzia leo nitakuwa ninawaangalia maskini. Sema mimi ni mtumishi wa Bwana kuanzia leo nitasimama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tamka la kinabii mbele za Bwana. Tamka kitu juu ya hicho kitu ambacho nasikia ulimwengu leo. Baba, katika jina la Yesu, natamka kwenye mbingu zangu na kwenye nchi yangu. Natamka kwenye mbingu zangu na kwenye nchi yangu ya kama mimi sio mtu wa kawaida, ya kama mimi sio mtu wa chini, mimi ni mtu wa juu. Sitabaki hapa chini, sitakuwa mtu wa kawaida. Mimi ni mtu wa tofauti katikati ya ndugu zangu. Mimi ni mtu wa tofauti katikati ya ukoo wangu. Mimi ni mtu wa tofauti katikati ya majirani zangu. Mimi ni mtu wa tofauti juu ya madhabahu ambayo ninaabudu. Mimi ni mtu wa tofauti katikati ya ofisi ambayo ninafanya kazi. Mimi ni mtu wa tofauti juu ya miradi ambayo ninatamani kuianza na ile ambayo nimeshanianza. Sitakuwa mtu wa kawaida, sitakuwa mtu wa kawaida. Haijalishi kuna mazingira gani ninayaona, haijalishi ninaona nini mbele yangu, lakini kwa imani naamini ya kwamba liko jambo linaenda kutokea kwenye maisha yangu. Wako watu ambao wamekusudiwa na Mungu, wanaenda kukutanisha na mimi kutoka mashariki. Wako watu waliokusudiwa na Bwana ili wanipe hatua kufikia hatima yangu. Watatokea kaskazini, watatokea na mashariki, watatokea kusini na magharibi, kwenye mataifa mbalimbali na kwenye taifa langu la Tanzania na kwenye mkoa ninaoishi na kwenye mikoa mbalimbali Tanzania na kwenye mataifa mbalimbali katika ulimwengu. Wako wataenda kukutanishwa na mimi kuanzia leo, ikiwa ni wanawake au ni wanaume. Na nifungue lango kwa jina la Yesu, nafungue lango kwa damu ya mwana kondoo Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Hapo nisikilize. Sema, Mungu uliye hai, neno lako linasema utalitikisa mbingu na nchi na bahari na nchi kavu. Utatikisa mataifa yote na vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja na kuijaza nyumba hiyo tukufu. Hili neno nalitabiri kwenye familia yangu. Bwana, saa hii ninaomba majeshi yako ya malaika yenye ufalme wapite sasa kwenye mbingu zangu, mbingu za familia. Bwana, wakatikise vilivyozuiliwa katika mbingu, kama vile Danieli maombi yake yalizuiliwa kwenye mbingu za Uajemi. Mungu uliye hai, wakaja malaika wakapambana mpaka mbingu zikaachilia, wafalme wakaachilia, wakuu wakaachilia. Mungu uliye hai, ikiwa kuna baraka za kifamilia zimekwama kwenye mbingu za familia, mbingu zangu za watoto, kwa jina la Yesu nazitikisa mbingu, kwa jina la Yesu
Yesu. Kwa jina la Yesu. Mbingu achilia. Mbingu achilia. Ulivyovishika. Ulivyovishika. Kupitia wakuu. Kupitia wakuu. Kupitia wafalme. Kupitia wafalme. Ninapindua. Viti vyao vya enzi. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninapindua. Madhabahu zao. Damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai. Mungu uliye hai. Ninasimika. Kiti chako. Cha enzi. Kwenye mbingu za familia. Ufalme wako. Na ufalme wako. Ukamiliki. Na kutawala. Katika mbingu za familia. Kwa jina la Yesu. Mungu uliye hai. Wako mamajusi. Wa kwangu. Na familia. Uliowaandaa. Maana ukasema. Utatikisa. Mataifa yote. Na vitu. Vinavyotamaniwa. Na mataifa. Vitakuja. Kwa jina la Yesu. Ninaingia. Ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu. Wale mataifa. Kutoka mabara mbalimbali. Kutoka Afrika. Kutoka Asia. Kutoka Ulaya. Kutoka Amerika. Kutoka Australia. Kwa jina la Yesu. Wale mataifa. Uliowaandaa. Ili kulipa mshahara. Kutunza watoto. Wale mataifa. Uliowaandaa ili kusimama pamoja nami kufungua kampuni, kufungua miradi mikubwa ili nisimame kama mkurugenzi, nikaajiri na meneja, nikaajiri na makarani na watendakazi kwenye hayo maono. Jina la Yesu. Bwana, mkono wako upite sasa. Ukatikise mataifa yote. Ukatikise matajiri, wenye hekima, wenye busara, wenye ufahamu. Ikiwa Bwana Yesu walikuletea nami ninarithi pamoja na wewe. Bwana, leo ninarithi baraka za mataifa uliowaandaa kwa ajili ya familia, ili watoto wangu wale maono yatimie. Ninaamini kuna wabunge, kuna maprofesa, kuna madaktari bingwa, kuna maraisi, kuna watu wenye viwango vikubwa umewekeza. Kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna watumishi wa kimataifa kwenye malango ya familia yangu. Leo ninaamuru kaskazini toa baraka kwa jina la Yesu. Ninaamuru kusini toa baraka kwa jina la Yesu. Ninaamuru mashariki toa baraka zinifikirie kwa jina la Yesu. Ninaamuru magharibi toa baraka zinifikirie. Maana Mungu leo amenikubali na familia yangu ameikubali kwa jina la Yesu. Zile baraka za kutimiza maono, haijalishi ziko wapi, kwenye taifa gani, kama ni Bwana uliwasemesha wale mamajusi wa kutoka mashariki ya mbali, wakaleta utajiri usiopimika. Nami leo naamini ziko baraka zimeachiliwa katika mbingu na zimewekwa kwenye mikono ya mtu, ili azifikize kama wakili aliye mwaminifu, kama vile yule Misri, yule mwanamke alikuwa mpagani, akiabudu miungu, lakini kwenye mikono yake ukaweka bajeti ya kumnyonyesha Musa. Biblia inasema kule Misri Musa alisoma elimu zote za Kimisri, akisomesha na mtoto wa Farao. Mungu aliye hai, nami ninaamini Mungu aliyemwandaa kwa ajili ya saa hii, ili maono yako yapate kutimia. Ninamuita popote alipo, ninamuita kwa jina la Yesu. Njoo na hizo baraka, njoo na hizo baraka kwa jina la Yesu. Bwana, leo nikumbuke
endelea kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu ninaomba Bwana kaseme na watu uliokusudia kwa ajili yangu. Biblia inasema tangu kuwekwa misingi ya dunia ulinijua, nilipokuwa tumboni Mungu ulinichagua. Katika jina la Yesu Kristo, wako watu waliotengwa kwa ajili yangu tangu kuwekwa misingi ya dunia hata ukamilifu wa dahari. Ninasemesha nafsi zao saa hii zikasikia neno la Bwana kwa ajili yangu. Ninazisemesha za nafsi kwa neno la Bwana majeshi, ya kwamba wakainue vichwa vyao, ili zile baraka umezipitisha kwao Bwana wakaziruhusu kunifikiria. Zile baraka umezipitisha kwao Bwana wakaziruhusu kuziachilia kwenye maisha yangu. Yamkini ni mawazo yao, yamkini ni ushauri wao, yamkini ni hatua zao, yamkini nafasi zao zinaweza kunisaidia kufikia hatima ya maono yangu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kila kitu ambacho kilikusudiwa kwangu ninakiamuru sasa kinifikirie. Kila kitu ambacho kiliachiliwa kwangu na kilizuiliwa na mbingu, ninaamuru sasa kinifikirie katika jina la Yesu Kristo. Kama ni kibali, ninaomba kiachiliwe juu yangu sasa. Yamkini kibali tu kinahitajika kwenye maisha yangu. Iko roho kukataliwa imeachiliwa kwangu na wazazi. Iko roho kukataliwa imeachiliwa kwangu na ukoo. Iko roho kukataliwa imeachiliwa kwangu na watu wa karibu. Tangu sasa ninaomba roho ya kibali. Ninaomba roho ya kibali kwa huyo mtu aliyekusudiwa awe sababu ya mimi kufikia hatima yangu. Ninaomba roho ya kibali kwenye maisha yangu. Ninaomba roho ya kibali kwenye kipaji cha uso wangu. Ninaomba roho ya kibali kwenye sauti yangu. Ninaomba roho ya kibali kwenye hatua zangu. Ninaomba roho ya kibali kwenye mikono yangu. Ikiwa kwenye mikono yangu nimevishwa kitu cha miungu, nisipokee baraka. Hebu iombe mikono yako, weka mikono yako namna hii, shikamanisha mikono yako ili upokee hizo baraka. Unahitaji mikono, na ninazungumzia mikono ya ulimwengu wa roho. Ikiwa mikono yako imetengwa na hizo baraka, huwezi kupokea. Ikiwa mikono yako imetengwa na hizo baraka, huwezi kupokea. Shikamanisha mikono yako ulimwengu wa roho. Semesha mikono yako, semesha mikono yako na mikono yangu, muwe tayari kupokea hizo baraka ambazo Mungu anaenda kuziachilia kuanzia leo. Semesha hiyo mikono kwa imani, semesha hiyo mikono kwa imani, semesha hiyo mikono kwa imani. Ikiwa ulivishwa kwato za ng'ombe, vua hizo kwato za ng'ombe kwenye mikono yako, maana kwato za ng'ombe haziwezi kupokea fedha, haziwezi kupokea baraka. Ikiwa ulivishwa kitu cha maskini kwenye mikono, semesha mikono yako, iambie mikono yangu, wewe sio maskini. Mikono yangu kuanzia leo, wewe ni tajiri, umebarikiwa. Utaanza kupokea pesa nyingi, utapokea vitu vya thamani, utapokea vitu vya thamani. Semesha hiyo mikono kwa nani? Semesha hiyo mikono. Unaweza kuona na mikono ya kawaida, lakini rohoni hauonekana na mikono ya kawaida. Hizo pesa zinapita kushoto, zinapita kulia, zinasema tuone mikono ya kupokelewa, zinasema tuone tunapokelewa, zinasema tuone tunapokelewa. Semesha hiyo mikono, semesha hiyo mikono. Inawezekana ilifungwa kwa sadaka za kondoo, ilifungwa kwa sadaka za mbuzi, kwa sadaka za fedha. Itenganisha hiyo mikono madhabahu za ukoo, tenganisha mikono madhabahu za ukoo, tenganisha hiyo mikono madhabahu za ukoo. Baba, katika jina la Yesu, mikono yangu ilipowekwa wakfu kwenye madhabahu za ukoo, kwamba nitapokea pesa ndogo ndogo, lakini pesa nyingi hairuhusiwi nipokee. Mungu, nasemesha mikono yangu sasa, kuanzia leo sitapokea pesa ndogo, nitapokea pesa nyingi, sawa sawa na maono uliokusudia kwangu, sawa sawa na maono uliokusudia kwangu, sawa sawa na maono uliokusudia kwangu. Kuanzia leo mikono yangu ninaikomboa kwa damu ya Yesu, ninaikomboa kwa damu ya Yesu, ninaifungua mikono yangu kwa damu ya Yesu, ninaifungua mikono yangu kwa jina la Yesu. Naitenganisha na maneno ya laana, naitenganisha na maneno yote ya laana yaliyotamkwa na wazee wa ukoo, yaliyotamkwa na wenyeji wa nchi, yaliyotamkwa na waganga wa kienyeji, yaliyotamkwa na maadui zangu na watesi wangu. Walipoilani mikono yangu, wakaipeleka njia panda ulimwengu wa roho, wakasema kama ilivyo njia panda ndivyo mikono itakavyokuwa njia panda, haitapokea chochote kuanzia leo. Leo naitenganisha mikono yangu na njia panda, naitenganisha mikono yangu na njia panda, naitenganisha mikono yangu na roho maskini katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, hebu inua mikono yako juu namna hii. Mtumishi anaenda kuibariki hiyo mikono. Inua mikono yako juu,
Mtumishi wa Mungu akibarikiwa mikono kuanzia leo, na kutakuwa na muhuri wa Bwana kwenye mikono yako. Kutakuwa na muhuri wa Bwana kwenye mikono yako kuanzia leo. Kila utakaposhika, utakataka kupokea, kuna muhuri wa Bwana utaenda kuthibitisha ya kwamba umestahili kupokea hizo baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu, kuna vitu umeviweka ndani kiagano ndani yangu, na ukasema ni wewe utakayerithisha watu hawa urithi niliowapimia, ule urithi uliowapimia hizi familia. Urithi Bwana upite kwenye hiyo mikono, maana umesema utaibariki kazi ya mikono yetu. Ibariki hii mikono kwa jina la Yesu. Wanaofuatilia Facebook, YouTube na TikTok, inabariki hiyo mikono. Ibariki mikono, ibariki mikono yako, hiyo mikono ibariki. Unapokwenda kushika, Bwana Mungu anasema ataibariki kazi ya mikono yako yote, kazi ya mikono yako yote kuanzia siku ya leo. Unapogusa popote, hiyo mikono itoe chemichemi ya baraka. Kama mikono ya Yusufu ilipobarikiwa, alipoingia kwa Potifa, alikuwa ni chemichemi ya baraka. Alipoingia ikulu, alikuwa ni chemichemi ya baraka. Alipokuwa gerezani, alikuwa ni chemichemi ya baraka. Hiyo mikono yako leo Bwana ibariki. Hiyo mikono iwe chemichemi ya baraka. Unaposhika chochote, hiyo chemichemi za baraka zikatoke kubariki. Hizo mikono yako leo naibariki, naibariki kwa jina la Yesu. Naibariki mikono yako, zile baraka za kiagano ambazo Mungu amekupimia, hizo baraka leo unazipokea kwa jina la Yesu. Baraka ambazo Bwana amezipima kwenye familia yako, hizo baraka leo inazifungua, zikakufikiria kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Roho ya mapooza, msimu wako umeisha. Roho ya mauti, msimu wako umeisha. Utafisha tena, maana baraka ikisimama, laana inaondoka yenyewe. Baraka ikisimama, Mungu amesema tutalikanisha jina lako kwa njia ya baraka. Nami naomba leo jina lako ukalikanishe kwenye mikono ya watoto wako, ukalikanishe jina lako, wakaseme amebarikiwa na Bwana, wakaseme Mungu wake amembarikia. Jina lako likatukuze, jina lako likatangaze upitizi baraka ambazo unaziachilia. Baraka za maduka, pokea kwa jina Yesu. Baraka za ufugaji, pokea kwa jina Yesu. Baraka za ofisini, kama ni mfanyakazi, baraka za kuhakisha, pokea leo kwa jina la Yesu. Ama ni mjasiriamali, ya mikono yako ikabebe baraka kwa kiwango cha neema aliyoachilia Mungu juu yako kwa jina la Yesu. Kuna watu wanakwenda kufungua kampuni, upako wa kufungua kampuni uachiliwe kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Wako wanakwenda kufungua miradi ya ufugaji wa kisasa, ya mikono ipokee baraka ya kufungua ufugaji wa kisasa, ya miradi ya ufugaji. Pokea leo, pokea leo sawasawa na maono yaliyokuwa ndani yako. Wako wanakwenda kufungua maduka hardware, maduka ya pembejeo, maduka ya pembejeo za kilimo, maduka ya hardware. Hizo baraka ziachiliwe juu yako. Mungu aliye hai azifungue mbingu zako, na hiyo mikono ibarikiwe tangu leo, isilete hasara bali ilete faida. Bwana anasema amekufundisha jinsi ya kupata faida, kama anakufundisha mikono yako vita. Hiyo mikono leo ifundishe jinsi ya kupata faida. Roho ya hasara iwe mbali nawe kwa jina la Yesu, bali mikono yako inapogusa popote ikaachilie baraka. Ile chemichemi ya baraka iliyoachiliwa kwa Yusufu iwe kwenye mikono yako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na kadamoso, na unapofanikiwa umkumbuke Bwana Mungu wako, wanaendelea kupe nguvu za kupata utajiri kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu, shangilie Bwana Yesu, shangilie Bwana Yesu. Amen. Wakusifiwa, wakuabudiwa